Hii ni strawberry. Usipoenda supermarket upate. Ila hili hapa lipo. Na ameshazaa kabisa, ameshatoa matunda. Ni unachukua tu na wewe na kula. Ushichukulia poa. Hii inaitwa jasmine. Lina smell fulani hivi nzuri. Perfume nyingi. Yes, lina aroma fulani, lina harufu nzuri. Yananukia. Baadhi ya watu wanachukua haya maua wanaweka ndani, nyumba inanukia. Na wengine wanachukua haya maua wanatengenezea perfume. Yaani hivi lilivyo, unachuma majani yake, ile harufu yake inakusaidia kupata perfume. Naitwa Deborah William, inatokea Glode Flowers. Ni miliki na pia ni mfanyakazi wa Glode Flowers. Mimi najihusisha na kuuza na kutengeneza maua natural. Nilianza kutengeneza na kuuza maua baada ya kugundua kwamba maua tu sio urembo, maua ni dawa, maua ni tiba. Kwa nikasema sasa wacha nihamie kwenye hii tiba. Ni therapist ambaye mtu akiwa nayo kwenye maisha inaweza kumsaidia. Mwanzoni nilianza kwa sababu napenda maua. Kwa nilianza kama nalima tu maua ya kupamba nyumbani. Baadaye nikaja nikagundua hapana, maua sio tu ya kulima nyumbani. Matibabu ninayopata kwenye haya maua, maana nina maua ambayo ni dawa, yanatibu vitu vingi. Nikaona kama nikifanya biashara kuna watu watapata matibabu kupitia biashara yangu hii. Kwa hiyo nikasema sasa wazo likaja, anza biashara ya kuuza maua. Kwa hiyo nikaanza 2, 3, 4, hatimaye nikaendelea kujifunza zaidi kuhusiana na maua. Nilikuja kugundua kwamba ili mtu aweze kufanyiwa massage, vitu vingi tunavyotumia kwa ajili ya massage ni haya maua, ni hii mimea. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya massage na vitu natural. Kwa hiyo tunachukua ile mimea, tunafanyia mtu massage. Mbona hii mimea ndio hii ambaye ni kwenye maua. Kwa wakati tunaanza massage tulikuwa tunachukua baadhi ya maua tunaweka kwenye ofisi yetu ya massage. Tunafanyia watu massage na wana refresh. Baadaye tukagundua hapana, inabidi tuongeze kitu kingine na maua pia ni dawa. Hakuna biashara ambayo ina changamoto, ni za kawaida ambazo zinaweza kubebeka, lakini ambazo zibebeki pia tunaenda nazo. Ukisema uachane na biashara kwa sababu ya changamoto utarudi nyumbani. Na ikitokea unafanya biashara ambayo haina changamoto, mimi nakushauri acha. Changamoto zipo na ni za kawaida, zinasolvika. Na ambazo solviki weka pembeni, solve pole pole. Usikimbizane na eti ngoja ni solve changamoto alafu nikitoka hapo ndo niendelee na biashara. Una solve changamoto au kunafanya biashara. Kuna baadhi ya watu wanahisi kama ninacheza, ninakosa kazi ya kufanya, kwa natafuta namna ili nionekana kama kuna kazi ninafanya. Ni kama kuna watu hawanielewi. Ila mimi napenda kazi yangu. Inanitibu na pia inanipatia kipato. Mwanamke yoyote usione aibu. Usione aibu. Fanya kazi ambayo unahisi yani haiko kinyume na sheria. Fanya. Haikutenganishwi wewe na Mungu wako. Fanya. Usiangalie watu wanasema nini. Mimi kuna muda ninabeba udongo. How comes yani wewe unabeba udongo, unaona mikono kucha, watu wanatakiwa weke kucha, wewe kucha zako zimejaa udongo. No. Kama inanipatia relief, inanipatia kipato, natakiwa nifanye. Kwa mwanamke yoyote miliki pesa yako. Na pesa yako haiwezi katoka mbali, inatoka kwenye mikono yako. Kuna mtu aliye kuniambia kwamba pesa haipewi. Pesa huwa inalipwa. Kwa hiyo ukiona kuna mtu amekupa pesa yake, kwa namna yoyote ile utailipa. Sasa usifike huko. Fanya kazi yako, usione aibu, weka jitihada, utapata pesa yako. Mwanzoni kama ilionekana kama ninaacha kufanya vitu vya msingi, ninafanya vitu ambavyo sio vya msingi. Ila baadaye niliendelea kunisupport taratibu. Mwanzoni mimi watu walikuwa hawanielewi kabisa. Ilifika mahali naambia mtu labda nina shida na kitu fulani. Cheza na udongo afu una shida na kitu fulani. Achana na huo udongo, fanya vitu vya msingi. Lakini baadaye wakaanza kuelewa mbona kama kuna kitu anafanya cha maana hivi. Okay. Kwa wakaanza kuwa karibu na mimi. Ila mwanzo ilikuwa ngumu. Naonekana kama nafanya kitu ambacho hakieleweki. Wasichana wengi bado hawanielewi kabisa. Nisidanganye, hawanielewi. Mtu anaweza akaja hapa, kuna watu wanakuja wananiambia, "Yaani kazi unafanya wewe? Haya maua umetengeneza wewe?" Akinikuta ninafanya ndo, mbona ni kweli ni yeye, lakini how comes anafanya? Umeona? Kwa mimi napenda kuwaambia jamani, wanawake wenzangu, kina dada, kina mama, tufanye kazi. Tusiache. Weka jitihada. Muombe sana Mungu akuondolee aibu, akuondolee uoga, akuondolee hofu, akupe kibali. Afu ingia barabarani. Kama ni deri lako beba. Ni kijiwe chako fungua, ni maandazi uza, karanga uza. Usiache, fanya. Watu watasema nini? Acha. Waseme ukiwa umeshapata hela. Sasa ikitokea wanakusema alafu una hela,
hupati faida yoyote, wakuseme waka mshiko kako. Namshukuru Mungu, kuna mafanikio nimeyaona. Hatukuanza hivi, tulianza na kastendi kadogo kamoja. Sasa hivi angalau tuna stendi ambazo hata siwezi kuzihesabu. Kwa mafanikio yapo taratibu. Mungu ni mwema sana, anaendelea kubariki kazi ya mikono yetu. Kadiri tunavyokuja na kumuomba na kupambana, anatubariki taratibu taratibu taratibu. Mafanikio yanaonekana na tuna matumaini kuwa na mafanikio makubwa hapo mbele. Tunajaribu kuwa na vitu vingi vizuri. Kama sasa tuna udongo, tuna makopo, tuna maua, tuna mawe. Ni vitu ambavyo hatukuanza navyo, bila leo tunavyo. Tunauza makopo empty kabisa. Yaani ukija unataka kopo ambalo halina ua tunakupa. Kopo lenye ua tunakupa. Ua ambalo halina kopo tunakupa. Mawe tunakupa. Mbolea hatukuanza hivi. Kwa hiyo tuna matumaini baadaye tunakuja kuwa na vitu ambavyo sio rahisi kupatikana kwa wilaya yetu ya Karagwe. Cha kwanza hakikisha anamiliki pesa yake. Siwezi kwenda mbali na watu wengine, lakini hakuna raha kama ya kumiliki pesa yako. Own your own money. Yaani miliki tu pesa yako, pambana utakapopambana, miliki hela yako. Na hela yako huwezi ukaimiliki ukiwa umelala ndani. Haiji. Kuna mtu aliye kuniambia ukiomba usiku Mungu akupatie chakula, alafu asubuhi ukakutana nacho mlangoni, kile sio chakula. Acha. Nenda nje barabarani. Barabarani kuna vitu vingi, kuna fursa nyingi. Nenda. Napenda kuambia wanawake watoke nje, wasijifungie, wasijikunyate. Mimi sijawezeshwa, mimi sina kitu, mimi naanzaje? Anzia hapo hapo ulipo. Yaani kile ulichonacho anza nacho. Unafika. Hakunaga mbili ambaye ijaanza na moja. Wewe unataka 10. Unapataje kati hujaanza na moja? Kwa akianza moja hivi, hizo zingine zinakuja.